imeongezeka na nadhani katika hii msimu wangu wa tatu huu kuliko msimu wa kwanza, na sasa hivi naona kuna namna timu zinakuwa bora zaidi. Maxi, baada ya kupata sare michezo mitatu mfululizo uliporudi kwenye vyumba, mwalimu alikuwa anaambia nini hasa? Nini ambacho mlikuwa mnazungumza kama wachezaji na benchi la ufundi? Sisi kama wachezaji baada ya hiyo mechi ya mwisho ya Mtibwa tumekuwa disappointed na matokeo, lakini ndio hivyo, sehemu ya mpira na sehemu ya kazi yetu, tumeikubali. Hapa tumepumzika kidogo, tunarudi, tunaamini tutaendelea kufanya vizuri. Moja ya kitu ambacho walikiandika na France kwenye ukurasa wa Instagram wanasema kwa moja ya changamoto ambayo mlikuwa mnaipitia kama timu ni playing style, kwa maana ina neno ya uchezaji. Na wewe ilikukuta sana hiyo, pengine ulikuwa unaona ilikuwa ni sababu nyingine ambayo ilikuwa sababisha kutopata matokeo hasa kwenye hizi tatu mfululizo zilizoisha? Nadhani hayo ndio ni mambo ya technical staff. Mimi kama mchezaji kuingilia mambo sio vizuri sana, lakini kwa namna yote hao wengine, mimi nadhani kwenye hizo mechi za nje uwanja umetusababisha mambo mengi sana. Max, bila shaka mashabiki wa Young Africans wana imani kubwa na nyinyi, na pia wanaamini mnao pia nafasi ya kuchukua ubingwa. Competition ikoje kwa namna ambavyo unaona na unawaambia nini wananchi? Competition ni kubwa. Ukiangalia Simba, Azam ni timu ambayo zinaendelea kuimprove sana. Ni timu nzuri, kama Simba mwaka huu wana timu nzuri, Azam mwaka huu wana timu nzuri. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kupambana na kulinda huo ubingwa ambao sisi tumepata miaka miwili iliyopita au mitatu. Neno kwa wananchi? Waendelee kusupport timu yao, na sisi kama wafanyakazi ya hii timu tutaendelea kupambana, na tunaamini matokeo mazuri yatakuja, yatarudi vizuri. Hiyo sare ni sare tu, uzuri hatujapoteza mechi. Tutaendelea kupambana kwa ajili ya timu, na tunaamini kila kitu kitarudi sawa. Nikurudishe nyuma Max, kuelekea katika kwenye ule mchezo wa dabi ambao mlicheza pale Zanzibar. Amani kubwa, watu wengi waliamini Yanga inaweza kashinda ule mchezo, lakini mambo yalienda kuwa tofauti. Mlikuwa na hali gani baada ya yale matokeo, lakini kabla ya mchezo mlikuwa mnaamini mnaenda kuifunga Simba mara 7 mfululizo kama ambavyo wa mashabiki zenu wanachama wanavyotamba nje? Mambo ambayo yanapita huko mtandao wao huko nje, mimi siingilii sana, lakini nikija kwenye nafasi yangu, kila tukiingia kwenye mechi wote tunatakia matokeo mazuri, tunataka matokeo mazuri, tunataka tushinde. Kwa hiyo ni kwa kila mechi, sio kwa mechi moja au iwe Simba au Mtibwa au timu gani. Kwa kila mechi tutakao tucheza tunataka tushinde. Na ni hivyo kwenye hiyo mechi pia tumetaka kushinda, lakini tumekuta wapinzani wamekuwa vizuri kuliko sisi kwenye hiyo mechi. Hiyo lazima tuikubali, wamekuwa vizuri sana na sisi hatujakuwa na mchezo mzuri hiyo siku. Tumefanya sare, ni hatujapoteza, kwa tutaendelea kuifanyia kazi. Na malengo kama mchezaji binafsi ni yapi? Kuendelea kufanya vizuri. Shukrani. Imeongezeka na nadhani katika hii msimu wangu wa tatu huu kuliko msimu wa kwanza, na sasa hivi naona kuna namna timu zinakuwa bora zaidi. Maxi, baada ya kupata sare michezo mitatu mfululizo uliporudi kwenye vyumba, mwalimu alikuwa anaambia nini hasa? Nini ambacho mlikuwa mnazungumza kama wachezaji na benchi la ufundi? Sisi kama wachezaji baada ya hiyo mechi ya mwisho ya Mtibwa tumekuwa disappointed na matokeo, lakini ndio hivyo, sehemu ya mpira na sehemu ya kazi yetu, tumeikubali. Hapa tumepumzika kidogo, tunarudi, tunaamini tutaendelea kufanya vizuri. Moja ya kitu ambacho walikiandika na France kwenye ukurasa wa Instagram wanasema kwa moja ya changamoto ambayo mlikuwa mnaipitia kama timu ni playing style, kwa maana ina neno ya uchezaji. Na wewe ilikukuta sana hiyo, pengine ulikuwa unaona ilikuwa ni sababu nyingine ambayo ilikuwa sababisha kutopata matokeo hasa kwenye hizi tatu mfululizo zilizoisha? Nadhani hayo ndio ni mambo ya technical staff. Mimi kama mchezaji kuingilia mambo sio vizuri sana, lakini kwa namna yote hao wengine, mimi nadhani kwenye hizo mechi za nje uwanja umetusababisha mambo mengi sana. Max, bila shaka mashabiki wa Young Africans wana imani kubwa na nyinyi, na pia wanaamini mnao pia nafasi ya kuchukua ubingwa. Competition ikoje kwa namna ambavyo unaona na unawaambia nini wananchi?
Competition ni kubwa. Ukiangalia Simba, Azam ni timu ambayo zinaendelea kuimprove sana. Ni timu nzuri, kama Simba mwaka huu wana timu nzuri, Azam mwaka huu wana timu nzuri. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kupambana na kulinda huo ubingwa ambao sisi tumepata miaka miwili iliyopita au mitatu. Neno kwa wananchi? Waendelee kusupport timu yao, na sisi kama wafanyakazi ya hii timu tutaendelea kupambana, na tunaamini matokeo mazuri yatakuja, yatarudi vizuri. Hiyo sare ni sare tu, uzuri hatujapoteza mechi. Kwa hiyo tutaendelea kupambana kwa ajili ya timu, na tunaamini kila kitu kitarudi sawa. Nikurudishe nyuma Max, kuelekea katika kwenye ule mchezo wa dabi ambao mlicheza pale Zanzibar. Amani kubwa, watu wengi waliamini Yanga inaweza kashinda ule mchezo, lakini mambo yalienda kuwa tofauti. Mlikuwa na hali gani baada ya yale matokeo, lakini kabla ya mchezo mlikuwa mnaamini mnaenda kuifunga Simba mara 7 mfululizo kama ambavyo wa mashabiki zenu wanachama wanavyotamba nje? Hayo mambo ambayo yanapita huko mtandao wao huko nje, mimi siingilii sana. Lakini nikija kwenye nafasi yangu, kila tukiingia kwenye mechi wote tunatakia matokeo mazuri, tunataka matokeo mazuri, tunataka tushinde. Kwa hiyo ni kwa kila mechi, sio kwa mechi moja au iwe Simba au Mtibwa au timu gani. Kwa kila mechi tutakayocheza tunataka tushinde. Na ni hivyo kwenye hiyo mechi pia tumetaka kushinda, lakini tumekuta wapinzani wamekuwa vizuri kuliko sisi kwenye hiyo mechi. Hiyo lazima tuikubali, wamekuwa vizuri sana na sisi hatujakuwa na mchezo mzuri hiyo siku. Tumefanya sare, ni hatujapoteza, tutaendelea kuifanyia kazi. Na malengo kama mchezaji binafsi ni yapi? Kuendelea kufanya vizuri. Shukrani.